kuelewa kile ambacho tunapaswa kukielewa. Shuka chini fungu la 11 ile nini kilichokuwa kimekusudiwa. Fungu la 11 linasema, Ndio. maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, anayeweza kusema kwamba ninajua mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Anasema hivi, ni roho ya binadamu iliyo ndani yake ndio yenye uwezo wa kujua yaliyo ndani ya binadamu huyo. Ndio. Ni sana kusema hivi, hata wewe mpaka hivi tunavyofundishana hivi, siwezi nikajua kichoko katika roho yako. Ila ni roho yako inayoweza kujua kilichoko ndani yako. Inasema, vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Vivyo hivyo wapendwa, yaani kwa mfano huu wa ilivyo kwa binadamu, ndivyo ilivyo hata kwa Mungu, ya kwamba hakuna anayejua mambo ya Mungu isipokuwa roho ya Mungu. Hebu isome kama lilivyoandikwa, isipokuwa roho wa Mungu. Sasa hapo kuna mstari pia. Unajua watu wamefika mahala wakashindwa kuelewa kwamba roho wa Mungu ndiyo roho ya Mungu. Nataka sasa kidogo nitegu yako kwa kitendawili ndipo niingie katika somo jingine. Kumbuka, ikitajwa popote katika Agano la Kale roho ya Mungu, hilo fungu kilifuatia katika Agano Jipya ndiyo roho wa Mungu. Ni kama sijaeleweka vizuri. Hebu niangalizie kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari wake wa kwanza. Isaya 61. Sikilize vizuri. Tujaribu kutanua mipaka kidogo ufahamu. Usiishie kuelewa vile ulivyokuwa ukielewa. Hapana. Inasema, Isaya 61 mstari wa kwanza, tunatafuta kujua je, iko tofauti kati ya roho ya Mungu na roho wa Mungu? Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Hivi amesema roho wa Bwana Mungu. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Huyu anayesema hivyo ni nani? Tutamjua vizuri. Sasa achia tu hapo. Hebu ifuate hiyo nukuu. Hilo fungu katika Luka sura ya 4 mstari wa 18. Ukitaka kuelewa vizuri anzia 16 pale juu kidogo. Luka 4:16. Luka ile 16 mpaka 18. Neno la Bwana linasema, ndio, akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Na siku ya Sabato aliingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Hapo kwenye Isaya 60 na ngapi? Na moja mstari wake ni wa kwanza. Kumbuka iko hivyo pendwa. Kabla Yesu hajapaa kwenda mbinguni, vitabu vilivyokuwa vikisomwa wakati huo vilikuwa ni vitabu vya Agano la Kale. Yaani kwa maana nyingine ilikuwa ni magombo ya kina Yeremia, kina Isaya, hao kina nani? Yaani hao manabii wote wa Agano la Kale ndicho kilichokuwa kikisoma. Kwa hivyo Mathayo, Marko, Luka, Yohana na vitabu vingine vimekuja kuandikwa wakati tayari Yesu alishaenda wapi? Kwa hivyo Yesu anachoenda kukisoma katika hekalu, anasoma kitabu cha Isaya 61 mstari wake ni wa kwanza. Ndipo anaposema roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Lakini kwenye Agano Jipya imesomeka ya kwamba roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Hivi kwa nini nimependa kusoma hilo? Ni kwa sababu hii ya kwamba roho ya Mungu sio Mungu mwingine nje ya Mungu mwenye roho hiyo, kama alivyotupatia mfano sahihi kabisa ya kwamba roho yako wewe, mimi siwezi nikajua kinachofikiriwa na hiyo roho yako, siwezi nikijua, au siwezi nikajua unachokifikiria wewe isipokuwa roho yako wewe. Kadhalika na mambo ya Mungu hakuna yajuaye isipokuwa roho ya nani? Ya Mungu. Na kuna mifano kadhaa pia ambayo tunaweza tukaitumia ili kurahisisha mtu aelewe kidogo wakati tunaingia kwenye somo jingine. Unaweza kuangalia kitabu cha Danieli 7:15. Muda ulifika, Danieli akasononeka, akafadhaika. Lakini hata na mfalme Nebukadneza alisononeka, alifadhaika. Umefika mpaka hapo? 7:15 soma nisikie mtumishi. 7:15 inasema, ndio, basi mimi Danieli roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Danieli roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Subiri tu, inatosha. Hivi kwa haraka tutumie tu akili ya kawaida ya kawaida tu. Ndio kusema wakati huo Danieli anasononeka, roho yake inasononeka. Ilisononeka roho ya Danieli, lakini Danieli mwenyewe alikuwa anaburudika. Hicho unachoweza kunieleza? Au nikisema hivi una roho mbaya wewe,
Na kwa nimesema kwamba roho yako ni mbaya ila wewe ni mzuri au wewe ni mwema? Sinakuwa nimemaanisha wewe ndio mbaya. Kwa hivyo wapendwa, Mungu anajaribu kutuongoza katika kufahamu ukweli kwa namna ambayo ni ya kiwango cha kawaida kabisa ya bei ndogo, ili tuelewe. Ni pale tu tunaposhindwa kuwa na matumizi sahihi ya akili tulizopewa. Unajua unaweza kuwa na akili na zitumia, lakini matumizi yake si sahihi. Yaani unategemea wengine wafikiri kwa niaba yako. Lakini siku utakapoamua ya kwamba uwe na matumizi mwenyewe tena sahihi ya akili ulizopewa, utaelewa zaidi kukielewa. Sasa naomba baada ya kusema hayo nikusie kitu kingine ambacho nahisi nisipokisema nitakuwa nimekosea, kwa sababu ni mafungu pia yaliyoandikwa yanayojaribu kupanua hiki ninachokuwa nikikizungumzia hapa. Niombe tupitie kidogo kisa cha Filipo na towashi. Kile kimekuwa ni kisa mtambuka katika fundisho hili la kujua nafsi ya tatu ya nini? Ya uungu. Niombe tufungue kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wake ni wa 26. Tutatoka hapo tutashuka fungu la 29, kisha tutashuka tena kidogo, tutashuka pale tufungue fungu lile la 39. Tutapata sura fulani pale, hapo tutaingia kitabu cha Matendo sura ile ya 23 mstari wa 9, tutapata sura fulani. Umeshafika mtumishi wa Baba? Matendo 8. Matendo 8 mstari wake ni wa 26. 26 nimeiona. Karibu sana. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia. Naomba uwe makini kidogo katika kusikia kwako. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia. Ondoka ukaende upande wa kusini. Ondoka uende upande wa kusini. Hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu. Hata njia ile iteremkayo kwenda wapi? Kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Ndiyo. Naye akaondoka akaenda. Mara akamuona mtu wa Kushi, ndiyo, towashi, ndiyo, mwenye mamlaka chini ya Kandake, ndiyo, malkia wa Kushi, sawa, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Ndiyo. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii nani? Isaya. Sasa naomba hapo kidogo uongeze ufahamu zaidi. Kumbuka wakati tunasoma fungu la 26 amesema malaika alisema na nani? Na Filipo. Hebu soma hapo mbele kidogo, twende. Roho ikamwambia Filipo. Sasa hapo mambo yamebadilika kama sio kuchange. Mwanzoni kwenye fungu la 26 amesema malaika alimwambia nani? Filipo. Lakini fungu la 29 amesema Roho akamwambia Filipo. Kumbuka tunatafuta kuongezea hii nafsi ya tatu ya uungu kwamba ni Kristo. Inakuwaje sasa nafsi ya tatu ya uungu ni Kristo na Kristo tunajua yuko mbinguni? Si unaona kama kuna umuhimu wa kuongeza kidogo ufahamu wetu? Hapo amesema ni malaika amesema na Filipo. Lakini fungu la 29 amesema ni Roho amemwambia Filipo asogee kwenye sogea karibu na gari hili. Ukashikamane nalo. Ndiyo. Basi Filipo akaenda mbio. Naam. Akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Filipo anamsikia towashi anasoma chuo cha nabii Isaya. Akinena akasemaje? Je, yamekuelea haya unayosoma? Anamuuliza, haya unayosoma umeyaelewa? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Nawezaje kuelewa bila kuwa na mwalimu pembeni yangu? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Huyo towashi akamwambia, sasa panda unielekeze. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili. Huyo towashi alikuwa akisoma fungu gani? Aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Kwamba aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Na kama vile mwanakondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya. Vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Huyo Kristo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhiri kwake hukumu yake iliondolewa. Nenda fungu la 39 ndilo nalisubiri kwa hapo. 39 inasema, kisha walipopanda baada ya hapo, samahani nisiwe kama nimewapoteza hao. Lakini kwa nini unafahamu hicho kisa sio mbaya sana. Baada ya muda ulifika akawa ameelewa. Na alipoelewa yule towashi akimwambia Filipo, je, kuna kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, kama umeelewa
tushuke, wakashuka wakabatizwa. Sasa fungu la 39 sasa. Nasema kisha walipopanda kutoka majini. Baada ya ubatizo walipokuwa wamepanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Roho tena amenyakua mtu, na wakati Roho hana miguu wala mikono. Sinaona ni kituko kingine hicho. Eti mwanzoni kwenye fungu la 26 wapendwa, tulisikia malaika akisema na nani? Na Filipo. Fungu la 29 Roho akasema na Filipo. Fungu la 39 Roho tena na mnyakua Filipo. Sasa hii huoni kama inatutaka tufikiri tena, inawezekana hatuelewi. Kwenye Luka 24:39, samahani naomba nisome hapo halafu nifunike hilo niingie kwenye somo hili. Luka 24:39. Nishaomba ruhusa kwa mwalimu pale. Luka 24:39. Ndio. 24:39 inasema, tazameni mikono yangu na miguu yangu. Huyo ni Kristo anasema tazameni mikono yangu na miguu yangu. Tazameni mikono yangu na miguu yangu ya kuwa ni mimi mwenyewe. Yesu anasema ni mimi mwenyewe wala si nishikeni. Muone kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Nashukuru sana. Sasa ikiwa roho haina mikono, haina miguu, kwa ujumla haina mifupa au haina mwili, ni kwa vipi ilifika mahala huyo roho akamnyakua Filipo ili tuwashe simuone? Sasa unaona hilo swali linahitaji majibu watu wa Mungu. Sasa naomba tufungue kitabu kile cha Matendo sura ile ni ya 13 mstari wa 2. Ambalo ni moja ya mafungu tata pia ambayo wamekuwa wakiyatumia wa ndugu zetu kwa sababu tu ya kupenda kusimuliwa na sasa hawajisomei wenyewe. Fungu linarukwa alafu naletewa hili ili tu uchanganyikiwe na kisha ubebe imani isiyo. Matendo sura 13 mstari wa 2 ni fungu ambalo linatengeneza swali. Alafu hilo swali tulijibu pale juu kidogo. Alafu nisome na fungu moja takuwa nimelifuta. 13:2 Matendo 13:2 sikia. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Funga break za mbele. Sikia. Mnafikirije kusikia sauti ya ambaye hana mwili? Ni kama sijaeleweka vizuri. Fikiria unatembea, hakuna mti, hakuna nyumba, unasikia sauti ya mtu anakukemea au anakueleza lolote lile. Unachungulia mbele nyuma, humuoni juu, humuoni. Sitegemei kama utasimama, ila nakuona wewe ukiwa unakimbia. Huo ndio umizimu sasa. Lakini sivyo ilivyo. Hebu liache hilo, panda juu, some fungu la kwanza. Uone kama huelewi. Fungu la kwanza hapo 13 mstari wa kwanza. Kumbe somo la pili. Na huko Antiokia katika kanisa ndio lilokuwako ndio palikuwa na manabii na waalimu. Ndio. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri. Na Lukio Mkrene. Ndio. Na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Na kushukuru. Kwa hiyo wapendwa, Roho Mtakatifu anasema kupitia hao. Hasemi tu hewani. Kwa sababu yeye hana nini? Hana mwili, hana mifupa, hana nyama. Sawa sawa. Hebu tuthibitishe hilo alafu tuhame. Ushahidi wa hilo upo kitabu cha Nehemia sura ya 9 mstari wa 30. Nehemia 9 mstari wa 30. Mungu anasema kupitia manabii, ambapo hao manabii anasema nao kwa njia ya roho wake au roho yake, ama uwepo wake unakuwa ndani ya hao, anawaeleza halafu wao ndio wanatamka. Ndipo nasikia Roho akasema. Nehemia 9:30. Ndio. 9:30 inasomeka. Lakini miaka mingi ukachukuliana nao, nawe ukawashuhudia kwa roho yako kwa vinywa vya manabii wako. Jamani, hili linahitaji nyongeza. Kama hujaridhika utasoma Ibrania 1:1. Sasa naweza nikakara muda zaidi. Naomba baada ya kusema hayo niishie hapo. Nilikuwa nikijaribu kuonesha jinsi gani ambavyo hiyo nafsi ya tatu ya uungu, yaani Kristo anapokuja huko katika asili yake ya roho, anasema kupitia viumbe
vyake. Na hivi hata huyu roho aliyomnyakua Filipo alikuwa ni malaika ambaye akiwa na roho ya Baba ama roho ya Kristo ndiye aliyemnyakua. Sawa sawa, watu wa Mungu. Maana naona nitaendelea alafu nitawafanya muone kama ninaendeleza ile somo. Kwa kuwa ilikuwa ni nyongeza tu, naomba niachie hapo. Labda kabla sijaendelea na hili somo jingine, kuna anaweza kuwa ameachwa nyuma mwenye kiswali chochote. Aulize kabisa, mbona kama umenipoteza? Maana kwa tunatafuta huyu Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu ya Mungu, ambaye ni Kristo aliyeshuka kwa asili yake ya roho, si katika mwili. Tumeweka maelezo kama hivyo. Labda katika haya maelezo kuna ambaye anaweza kubaki labda na swali nimemwacha njiani. Aulize kabla ya. Ndugu karibu. Asante. Mimi swali langu liko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14. Ndio. Aya ya 16 anaposema kwamba nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala humtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sasa swali. Naam. Hapa Yesu kuzungumza hivi alikuwa na maana gani? Au hili fungu liko kinyume na Biblia? Nashukuru sana. Swali zuri sana. Nimekupenda bure. Hilo ni moja ya maswali makini ambayo wamekuwa wakiauliza watu wengi wanaofikiri. Unajua swali linaloonekana kuwa zuri halitoki kwa mtu yeyote, linatoka kwa yule ambaye tu anatenga muda wa kufikiria. Sasa hebu tuanzie ile fungu la 15. Anasema mkinipenda, hebu soma mtumishi wa Mungu, soma hapo. Naomba sasa tutiririke vizuri, alafu nitakuwa namsimamisha kidogo kidogo, tutapata kuelewa. Na usipoelewa swali utakosea majibu yake. Sawa sawa? Yohana iko hivyo. 14 aya ya 15. Ndio. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu anawaambia mkinipenda mtazishika amri zangu. 16. Ndio. Nami nitamwomba Baba. Huyo Kristo anasema nami sasa nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Ambaye subiri kidogo. Sasa Yesu ametoa sharti kwanza. Na hapa unatakiwa ulielewe hili sharti. Kama wewe huwezi kulielewa, usitegemee kuwa na Roho Mtakatifu. Sharti la kwanza ni mkinipenda mtashika amri zangu. Mkishashika amri zangu, ndipo mimi nitamwomba Baba wapatie nini? Roho wake, Roho Mtakatifu ambaye ndiye Roho wa kweli. Hilo kwanza ulimeze, hata kama maji hayatoshi liende tu. Sasa shuka chini pale, tuende katika kujibu swali la mtumishi pale. Rudia fungu la 16 uendelee vizuri, ndio litakasa sawa. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Nimetangulia kusema usipoelewa swali, yani jiandae kukosea majibu. Ni sawa kusema hivi, ndugu ameuliza hivi, mbona Yesu anaonekana anazungumzia mwingine? Inawezekanaje wewe utueleze kwamba ni Yesu mwenyewe? Si unaona kama ni swali zuri wapendwa? Sasa naomba twende hatua kwa hatua. Yesu kuna kitu alichokuwa anakizingatia pale kwa wale wanafunzi. Na hicho kitu kipo katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 25. 16:25. Ndio. Hayo nimesema nanyi kwa mithali. Anasema hayo nimesema nanyi kwa mithali. Saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa mithali. Ipo saa ambayo inakuja sitasema nanyi kwa mithali. Kwa hivyo Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake si katika uwazi. Isipokuwa alikuwa anasema kwa mithali, lakini ipo siku ambayo iko mbele ambayo hatasema nao kwa mithali. Kiendelea pale mbele kuna maelezo mengine yanazungumza kitu kama hicho. Lakini sasa naomba tuende vizuri. Kwa nini Yesu alikuwa anasema kwa mithali? Na je, Yesu alikuwa anasema kwa mithali kwa namna gani? Hebu fungua kitabu cha Yohana 17
mstari wa 3. Mithali, tusaidie mithali. Samahani. Mithali ni kama aina ya fumbo au ni kama aina ya mbona unachelewa kunikumbusha mithali maana yake nini? Lakini ni namna ambayo haiko wazi. Sawa sawa? Sijui kama hicho Kiswahili hicho kitumia kiko sahihi. Yaani alikuwa anazungumza kama katika kama fumbo hivi. Lugha ambayo haiko wazi. Sasa hebu angalia kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni wa 3. 17 mstari wa 3. Ndiyo. Inasema, na uzima wa milele ndiyo huu. Yesu anasema na uzima wa milele ndiyo huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee. Wakujue wewe Mungu wa pekee. Wa kweli. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Alakana unaweza kusema Yesu ndiye alikuwa amechoka, Kiswahili kimemsumbua. Yaani anasema hivi. Hebu msikilize vizuri. Yesu ilikuwa aseme hivi, kama unadhani wewe unaelewa kuliko Yesu. Unaweza kusema Yesu ilikuwa aseme hivi, na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na mimi uliyenituma. Lakini alisema na wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa hapo wakati anazungumza ya kwamba Baba atawapatia msaidizi mwingine, alikuwa akiongea katika mithali kama tulivyoisoma katika hicho kitabu cha Yohana 16:25. Mithali yenyewe ni kama hiyo, anajizungumzia yeye mwenyewe, halafu anaonekana kama anamzungumzia mwingine. Maana hiyo Yohana 17 mstari wa 3 kimsingi ni yeye mwenyewe, lakini anapozungumza inaonekana anamsema mwingine. Tumishi, simu yako ndio iko hapo Nataka nisomee nukuu moja ambayo inaweza kutusaidia ya roho ya unabii, au chukua hiyo kwangu hiyo. Nifungulie kitabu kinaitwa Manuscript Release gombo la 14 kurasa 179 aya ya kwanza. Inafafanua hilo fungu la 16 la msaidizi mwingine, another comforter. Tuone ni nani. Kisha tutashuka hapo chini, tutasogea, utaona najiweka wazi zaidi ya kwamba kweli kabisa ni Kristo mwenyewe katika asili yake ya roho na si katika asili yake ya mwili. Andika 12 MR 179 paragrafu yake ni ya kwanza. Tuone je, ni kweli kabisa huyo msaidizi mwingine ni Yesu? MR 179 1 paragrafu ya kwanza hii. Nashukuru. Wakati anaitafuta, tusisahau swali la mtumishi. Ameuliza vizuri ya kwamba Yohana 14 mstari wa 16, 17 na kuendelea pale, mbona kana kwamba Yesu anazungumzia mwingine ambaye angekuja, na wakati wewe unaeleza ya kwamba aliyekuja au aliyekuwa anatazamiwa kuja ni Yesu mwenyewe? Hiyo andika 12 MR usitenganishi. Yaani hiyo 12 na MR usizitenganishi. Lakini mbele ya R utenganishe, alafu andike 179 paragrafu ya kwanza. 179. Ndio. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia kuona kwamba nini Kristo alichokuwa amekimaanisha na nini ambacho hakumaanisha ambacho leo tunakimaanisha. Kwa sababu wengi tunaweza kuwa tunamaanisha kingine nje kabisa ya kile Kristo alichokuwa amemaanisha. Na hii kitu imewasumbua hata wanafunzi. Lakini muda ulifika wakamuelewa nini alichokuwa amekimaanisha. 12 MR 179. 12 MR 179 aya ya kwanza. Tusikilize fafanuzi ya fungu hilo la 16 la Yohana 14. Karibu sana. Mimi nachungulia ukurasa, kumbe niko kwenye toleo jingine. Haya ni 14 MR.
179. Ndio. Sawa. Kwa maana yake aliyekuwa ameandika 12 aweke 14. Mwanzoni nilisema 14 alafu nikawachanganya mwenyewe nikasema 12. Nisamehe tu bure. Sawa. Basi tusikie anatusomea sasa fafanuzi ama tafsiri ya kile Kristo alichokuwa amemaanisha ambacho wakati fulani sisi tunakimaanisha isivyo. Nadhani ili tuisome hii paragrafu, tuweke paragrafu ya pili. Okay. Paragrafu ya pili. Sasa karibu. Labda sasa tungeiweka kwenye lugha ya Kiswahili lakini basi twende nayo pole tutakuwa tunairudia tu Kiswahili. Kwanza labda wakati mwingine tunaposoma hii nukuu tunaiangalia pia muktadha. Katika sura hii ukisoma ni ya mwaka 1891. Kuna mhubiri mmoja yeye anaitwa Bwana Chapman. Alikuja na nadharia mbili katika vuguvugu wa watu wa Mungu wakiendelea waasisi wetu. Alikuja na nadharia mbili za kufundisha kwamba Roho Mtakatifu ni malaika Gabrieli. Lakini pia akisema wale 144,000 wa Ufunuo sura ya 7 akasema kwamba wale ni Wayahudi watakaompokea Kristo siku za mwisho. Ila nabii na waasisi wengine wakampinga, wakasema hili ni fundisho ambalo halipatani na nuru tuliyopewa na Mungu, kwamba Roho Mtakatifu sio malaika Gabrieli. Sasa kwenye majibu ambayo nabii alimwandikia ndio nasoma sasa kwenye hii nukuu. Mwana 14 mwaka 1700 Mwana Manuscript Release volume ya 14 ukurasa wa 179 aya ya pili. Nabii anamjibu hivi: It is not essential for you to know and be able to define just what the Holy Spirit is. Akaanza kumwambia kwamba wewe huwezi, sio muhimu kwako kuweza kueleza Roho Mtakatifu ni nani. Anamwambia Christ tell us that the Holy Spirit is the comforter. Yesu anatuambia kwamba Roho Mtakatifu ni mfariji au ni msaidizi, maana comforter hii kwenye Kiswahili ndio imetumika neno kama msaidizi. Roho Mtakatifu ndiye mfariji au msaidizi. And the comforter is the Holy Spirit, na msaidizi ndiye Roho Mtakatifu. Anasema the Spirit of truth, Roho wa kweli, which the Father shall send in my name, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Anasema I will pray the Father, anasema nitamuomba Baba, and he shall give you another comforter, na atawapatia msaidizi au mfariji mwingine, that he may abide with you forever, ambaye atakaa nanyi hata milele. Even the Spirit of truth, ndiye Roho wa kweli, whom the world cannot receive, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, because it sees him not, kwa sababu haumuoni, for he dwells with you, kwamba atakaa ndani yenu. Anasema kwa sababu haumuoni, neither, narudia hapo kidogo nilikuwa nimeenda mbali, kwa sababu haumuoni, neither knoweth him, kwamba ulimwengu haumuoni wala haumtambui, but ye know him, lakini ninyi mnamtambua au mnamfahamu, for he dwells with you and shall be in you, kwa sababu anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Yamenukuliwa mafungu ya Yohana Injili 14 mstari wa 16 na mstari wa 17. Nadhani ukiyafuatilia kwenye Biblia ndivyo yalivyokaa hapo. Sasa anaendelea kusema, this refers to the omnipresence of the Spirit of Christ. Sikiliza hii vizuri. Hapa ndipo kwenye maneno sasa. Hii inarejelea uwepo wa kila mahali wa Roho ya Kristo, called the Comforter, inayoitwa msaidizi. Again Jesus says, tena Yesu anasema, I have yet many things to say unto you, ninayo mengi ya kusema nanyi, but ye cannot bear them now, ambayo sasa hamwezi kuyastahimili. Howbeit when he
the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Lakini huyo roho wa kweli atakapokuja atawaongoza na kuwatia katika kweli yote. Kwa hiyo nashukuru mwalimu. Asante sana, nashukuru sana kwa kutusomea nukuu hiyo makini. Kwa hivi wakati inasomwa kwa haraka kwa yeyote angetafsiri ya kwamba ni nafsi nyingine au ni mwingine, lakini kumbe ameweka vizuri ya kwamba hiyo mwingine ingemaanisha ni roho ya Kristo. Sasa roho ya Kristo hawezi kuwa mwingine, lazima hiyo roho ya Kristo ni nani? Ni Kristo mwenyewe, kama ambavyo tumejaribu kuliona hapo mwanzo. Lakini katika kuthibitisha hilo, bado lile fungu la 18, hebu endelea fungu la 17, 18, hapo kuna kingine ambacho kinakaziwa pale. 17, 18 la Injili ya Yohana 14. Linasomeka hivi. Ndio. Ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Anasema ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa kuwa haumuoni. Kwa kuwa haumuoni. Wala haumtambua. Bali ninyi mnamtambua. Maana anakaa kwenu. Naye atakuwa ndani yenu. Subiri kidogo. Yesu anasema hivi, huyo roho wa kweli ambaye atakuja ulimwengu hauwezi kumuona. Kwa nini haumtambui? Lakini ninyi mnamtambua. Kwa nini? Anakaa kwenu. Tena mmemuona na atakuja, atakaa wapi? Ndani yenu. Sasa ni muda wa kufikiri kidogo kwamba hivi ni nani wakati huo Yesu anasema ambaye alikuwa nao, ambaye walimuona na hatimaye amekaa nao na ndiye huyo atakaye kuja. Unadhani ni nani huyo? Lazima tujiongeze kwa namna tu ya kawaida, si kweli? Hebu shuka chini mstari wa 18, sikia anavyoliweka vizuri kuliko. Mstari wa 18 unasema, ndio, sitawaacha ninyi yatima. Anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Yaani hiyo sentensi bado inatuthibitishia ya kwamba huyu atakaye kuja ambaye hatatuacha yatima ni yeye. Vinginevyo kama ungekuwa mwingine angesema sitawaacha yatima, nitamwambia huyo atakuja. Lakini kumbe hiyo kauli imebaki juu. Kwa sasa amejisema moja kwa moja, sitawaacha yatima, nafanyeje? Naja kwenu. Tumalizie na 19. Bado kitambo kidogo. Sasa isikie hiyo pia inaweka kale kamsasa kale. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Ndio, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai nanyi mtakuwa hai. Umesikia hiyo ilivyokaa vizuri? Kwa sababu ninyi mu hai, kwa sababu mimi ni hai, nanyi mtakuwa hai. Kwa nini yeye alitumia hilo neno, kwa kuwa mimi ni hai nanyi mtakuwa hai? Ni kwa sababu yeye mwenyewe hicho kitakachowafanya kuwa hai alishapewa na yeye akawa hai. Na hicho kinapatikana kwenye kitabu cha Yohana sura ya ngapi? Ya 5:26. Hebu isikie hiyo, alafu baada ya muda niwape wenzangu. Yohana 5:26 ndio inasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake. Anasema kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Vivyo hivyo alimpatia na Mwana uzima nafsini mwake. Kwa hivyo kile alichokisema ya kwamba nitakapofanya hicho kitu, kama vile mimi nilivyo hai nanyi mtakuwa hai, alimaanisha kwamba angeliwapa ule uzima aliopewa na nani? Na Baba. Ruka kabisa, nenda soma fungu la 22 na 23, alafu niwaachie walimu wenzangu hapa. Yohana 5:22. Sura ya 14. Injili ya Yohana 14. Mstari wa 22 na 23. Inasomeka. Yuda siye Iskariote akamwambia. Subiri tuende na mtumishi wa Baba kule, tuende naye samahani kidogo. Hapo sasa nataka kurejelea yale aliyozungumza kwenye fungu la 16, 17 na 18 mpaka 19. Anaenda kuyazungumzia kwenye fungu lile la 22 na 23. Wakati huo na nukuu moja nayoitaka kuiangalia. Yuda sio yule Yuda Iskariote akamwambia
Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Anamuuliza huyo Yuda ambaye sio yule Iskariote, anamuuliza Yesu, imekuwaje wataka kujidhihirisha kwetu na wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, Yesu sasa anajibu ili amwambie mtu akinipenda kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu, atalishika neno langu, halafu na Baba yangu atampenda, na Baba yangu atampenda. nasi Sasa sikiliza hiyo pointi. nasi Yani yeye na tutakuja kwake, nani? Nasi yeye na nani? na Baba yake tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Nisikie ilivyokaa vizuri hapo. Yaani sentensi inayotafutwa hapo kueleweka kwa wale wanafunzi ni hii, kwamba atakaye kuja yule msaidizi mwingine atakuwa ni roho wa Baba yake na roho wake. Hicho kile Kiswahili kilichotumika ya kwamba mtu akishika neno langu Baba yangu atampenda. Nasi, yani yeye na Baba yake, tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kwa hivyo asingekuja mwingine nje ya roho yake na roho ya nani? Ya Baba yake. Sababu roho yake ndiyo roho ya Baba. Mujibu wa Warumi 8:9. Naomba niruhusu nyongeza zingine wakati natafuta nukuu moja ambayo inafafanua hiki kitu. Sasa narudisha kwa mwenyekiti. Endelea kuwaruhusu, karibu. Asante mtumishi, hapo karibu. Asante, tushukuru kwa swali la mtumishi wa Mungu ambalo Mungu wetu ameendelea kutujalia hata kipindi kabla ya hiki. Kuna mambo ambayo tuliyazungumza pia likiwemo na hilo fungu. Naongezea kwenye majibu ya mwalimu ambaye ametoka kuelezea. Kwa kweli watu wa Mungu tunaendelea kuliweka hili vizuri tu kwamba kwa kweli hapa ambacho kwanza ili tuelewe haya mambo, kwanza lazima tuelewe kwamba Yesu ana asili mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ambavyo tunaiona katika Wafilipi 2 mstari wa Wafilipi 2 au Filipi 2 mstari wa ngapi ule? Wa pili hadi Wafilipi 2:5 hadi 8. Wafilipi 2 mstari wa 5 hadi 8, kuna kitu tunaelezwa hapo katika mpango wa ukombozi. Maana yake kwamba kumbe ili tuelewe kwamba Yesu anachokizungumza katika mafungu haya ya sura ya 14, 15 na 16 ya kitabu cha Yohana, ukiangalia ya msingi wake unaanzia kwenye sura ya 13. Yesu anapokula Pasaka na wanafunzi wake na anawaeleza habari za yeye kuondoka. Sasa ukija kuangalia hapo, tukielewa asili kwamba Yesu ana asili mbili, tayari huo mtego tutakuwa tumeutegua na shetani tunakuwa tumemweka wazi katika nafsi ambayo anataka, yani amelazimisha, amejaribu kumdhibiti ya kwamba watu tusimfahamu Mungu wa kweli na Yesu Kristo ambaye ni mwanae. Maana yake kwamba kitendo cha Yesu kuwa na asili mbili, maana yake kwamba yeye Yesu ni mwana wa Mungu. Maana ukisoma hiyo Wafilipi 2:5 hadi 8, tunaelezwa kwamba yeye alikuwa na namna ya Mungu. Maana yeye ni mwana, ana asili sawa na baba yake, ndio maana yeye anaitwa mwana wa Mungu. Lakini Yesu pia ana asili ya ubinadamu, ndio maana anaitwa mwana wa nani wapendwa? Wa Adamu. Na Yesu alipochukua asili ya ubinadamu, uungu wake haukukoma. Bwana Yesu asifiwe. Uungu maana yake ulivikwa ubinadamu. Na Yesu alipokuwepo hapa duniani, maana yake kwamba aliishi maisha ya kibinadamu kama ambavyo mimi na wewe tunaishi. Lakini hiyo ilikuwa ni mchakato wa kwamba uungu ufikie ubinadamu. Maana yake kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo kwa njia ya roho wake. Yaani kwa hiyo maana yake kwamba Yesu alihitaji kutueleza jinsi ambavyo sisi pia tunavyoweza kushikamana na Mungu kwa njia ya roho wake, Mungu anapotupatia roho wake. Kwa hiyo Yesu katika asili ya ubinadamu, maana yake kwamba aliweza kuonekana tu kwa wale ambao aliweza kukutana nao. Kama ambavyo mimi leo naonekana tuna wale ambao tunaweza kukutana nao. Lakini yeye ana asili ya uungu ambayo kabla hajavaa ubinadamu, Yesu alikuwa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kila mahali na alikuwa ndani ya mioyo ya watu akihangaika nao hata baada ya dhambi kuingia. Yesu alianza kushughulika na mioyo ya wanadamu, maana kwamba yeye alikuwa kila mahali akishughulika ndani ya mioyo ya wanadamu ili wanadamu wafanye toba. Lakini tunaona kwamba Yesu anapochukua asili ya ubinadamu, kwa kweli tunaona kwamba hali yake ya kuwepo kila mahali, kwa kweli Yesu haikuwepo tena. Waliomuona ni wale tu ambao waliweza kukutana naye. Kwa hiyo ukija kuangalia kwa mfano, tukisoma hata ile Injili ya Yohana 16 yale mafungu ya 18, 19 huko kuendelea, Yesu anawaambia kwamba kuondoka kwangu ninyi mnahuzunika, lakini ulimwengu utafurahia.
Kwa hiyo ukija kuangalia kwamba Yesu kwa kweli waliofaidika uwepo wake kipindi akiwepo kimwili hapa ni wale waliokutana naye, lakini anawaambia kwamba anapoondoka uwepo wake hautakuwa pale Palestina peke yake, ila utakuwa ni ulimwengu mzima. Sasa alipokuwa anawaeleza kwamba saa yaje ambapo nitasema nanyi wazi wazi, sasa unajiuliza kwamba Yesu alipopaa alirudije tena kuanza kusema na wanafunzi wake? Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu alisema kwamba bado kitambo kidogo hamtaniona na bado kitambo kidogo tena mtafanyeje? Mtaniona. Hiyo Injili ya Yohana 16:23. Sasa ninukuu sasa haya maneno kwenye kitabu hiki kinaitwa Leo na Mungu. Nadhani haya ni makesha, hata mtumishi aliyeuliza swali hayawezekana anaweza akawa nalo nyumbani. Ni sehemu yake ya kwanza, ni katika ile Mei 13, nasoma paragrafu ya 3. Maana hapo kuna Yuda pia aliuliza kwa inakuwaje utakaporudi tena tukuone tu sisi, ulimwengu sikuone? Na Yesu aliwaambia kwamba anaporudi anakaa ndani yao. Sasa kuna maneno haya paragrafu ya 3 ili sasa tuone kwamba Yesu alikuwa anazungumzia kiumbe kingine kuja au Mungu mwingine au kwamba alikuwa anazungumza nafsi nyingine kando ya yeye kuja, au yeye mwenyewe alikuwa anazungumza katika asili yake ya uungu. Anasema hivi: nabii walivyoamini waasisi wetu na ndivyo ambavyo mitume na manabii waliamini pia. Anasema kwamba Kristo atajidhihirisha kwao, lakini hataonekana kwa ulimwengu. Lilikuwa ni fumbo kwa wanafunzi. Hawakuweza kuelewa maneno ya Kristo katika maana ya kiroho. Walikuwa wanafikiria udhihirisho wa nje, udhihirisho unaoonekana. Hawakuweza kuelewa ukweli kwamba wangekuwa na uwepo wa Kristo lakini hakuonekana na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuelewa maana ya udhihirisho wa kiroho. Kumbe Yesu hapa aliposema kwamba atakuja kwao, atajidhihirisha kwao lakini ulimwengu hautamuona, walianza kuuliza kwamba itakuwaje sasa tukuone tu sisi, ulimwengu sikuone? Akizungumza habari ya msaidizi mwingine ambaye Baba atamuomba, Kristo atamuomba Baba yake ili kusudi awapatie. Kwa hiyo maana yake Yesu alikuwa anazungumzia habari ya wanafunzi kuwapatia roho yake, ambayo hiyo roho yake inatoka kwa nani wapendwa? Kwa Baba. Ndio maana anasema kwamba anapokuja kwao hata kuja peke yake tu, anakuja na Baba yake. Anasema mimi na Baba yangu tutakuja kwake. Maana yake kwamba Mungu anapotupatia roho yake au roho wake anakuwa amejitoa mwenyewe kwetu, ni uwepo wake. Kwa hiyo tu kwamba ambacho tu kinaweza kutusaidia hapa ni hicho kuelewa kwamba kumbe Yesu hapa alikuwa anazungumzia habari ya ujio wake katika asili yake ya uungu, lakini yeye katika asili ya kibinadamu, yeye katika ubinadamu Sasa hii pia inatusaidia. Unaona hii picha ya hekalu wapendwa. Yesu alipopaa mwaka 31 akaingia chumba cha kwanza, baadaye mwaka 1840 chumba cha pili, na kwamba Yesu alipofufuka na kupaa alirudishiwa ule utukufu ambao alikuwa nao kabla ya ulimwengu kuwako. Tunaposoma Injili ya Yohana 17 mstari wa 5. Maana yake kwamba katika mmoja kuna asili mbili. Maana yake kwamba Yesu ule mwili wake wa kwanza aliotoka nao kwa Baba, Yesu hataurudia kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwamba Yesu atadumu na huu mwili wetu wa kibinadamu, lakini uliovikwa utukufu, ambao Yesu sasa amerejeshewa ukamilifu wa uungu aliokuwa nao mwanzo, lakini akiwa na mwili wa kibinadamu. Na akiwa amerejeshewa, hiyo inamfanya sasa awepo kila mahali. Hivi anapokuja kwetu, anapotupatia roho wake, maana yake haji kiumbe kingine, ila ni yeye katika asili yake ya uungu. Na hapo tunaona kwamba malaika ndio wanashuka. Bwana Yesu asifiwe. Malaika ndio wanabeba uwezo wa Mungu, roho wa Mungu. Tunasoma pia kwenye kitabu cha Mwanzo 28 kuanzia mstari wa 10 hadi 14, tunaposoma ile ndoto ya Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ngazi inatoka duniani kwenda mbinguni, hiyo ngazi inamwakilisha Yesu. Lakini Yakobo hapa anaona malaika wanapanda na kushuka, ambao ni malaika hao tunaona, lakini mwishoni mwa ngazi anamuona Mungu, anamuona Mungu anazungumza. Kwa hiyo tunaona kuna Mungu, kuna ngazi, kuna malaika. Ngazi ni Kristo. Kwa malaika ndio wanapitisha uzima kutoka mbinguni, au uwepo wa Mungu kutoka mbinguni kuja duniani. Kwa hiyo sasa Yesu alipokuwa anazungumza habari ya msaidizi mwingine atakayekuja, yeye mwenyewe anajidhihirisha kwa wanafunzi katika asili yake ya uungu. Maana yake kwamba akijidhihirisha kwao kiroho na sio kimwili. Asante. Asante sana. Nashukuru sana. Mwenyekiti, nafikiri uulize kama muuliza swali labda pengine mpaka hapo. Hadi mimi
mpaka hapo picha inakuja kidogo, lakini bado kuna mafungu. Kwa mfano ukisoma Yohana hiyo 15 aya ya 26 anasema kwamba lakini ajabu huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nanyi pia mnanishuhudia, fungu la 27, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nanyi. Sasa nikiendelea kusoma naona kama vile ni vitu vili tofauti. Pia ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 12 aya ya 31 aya ya 31 na 32 anasema hivi. Mathayo sura ya 12 aya 31 na 32 anasema kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watakalo. Narudia, anasema kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru roho hawatasamehewa. Fungu la 32, naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Sasa haya mafungu yanaendelea kudhihirisha kwamba Yesu na Roho Mtakatifu ni vitu viwili tofauti. Ndio sasa hapa natakiwa sasa nielewe sasa haya mafungu nayo tena mbona yanazidi kuonekana kwamba, lakini lile la kwanza limeishaisha. Yaani ile la kwanza ukisoma ile aya, ndio ile aya inaonekana kwamba Roho Mtakatifu tayari Yesu mwenyewe atamuomba kwa Baba, na baadaye Roho Mtakatifu atakapokuja manaka atakuwa amekuja kwa sababu ya Yesu kuahidi wanafunzi kwamba Roho Mtakatifu atafanyaje? Atakuja. Na bado hiyo aya 26 hiyo 15 Yohana. Sawa, sasa naeleza hivyo kwamba atamshuhudia. Sawa kabisa. Naomba tuendelee ili niweze kupatiwa majibu sahihi ya kina. Tena ngoja nifanye hivi. Yaani pale na walimu, na akiba. Yaani sasa hapa tumesikia maswali yalivyokaa. Ina maana hata ile la kwanza kiasi fulani halijamuelea ndugu. Sasa kuna hiyo Yohana 15:20 na ngapi? Na 6. Ya kwamba huyo Roho atakapokuja atafanyaje? Atamshuhudia. Alafu ndipo tutaingia hiyo Mathayo 12:31 na 30 na ngapi? Na 2. Sasa nitahitaji tuanze kujibu moja baada ya jingine kwa utulivu. Jamani, hapa tumejirusha hapa, yani kifurushi kinatosha. Sasa nikikuruhusu nitafungwa, maana mimi sio mwenyekiti. Ndio. Tunaona mikono ilivyokaa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi natamani tufungue lile la kwanza na tuende kwa utaratibu wa usomaji. Tufungue lile la kwanza, si nimesema kwamba hajalielewa, basi kama kuna wengine watajibu lile la pili. Twende kwanza la kwanza. Yohana sura ya 14. Sawa. Kwanza tusome kuanzia mstari wa 16, si ndipo lianzia? Ndio. Tusome kuanzia hapo. Lakini sasa kabla hujasoma, tukubaliane kwenye Yohana 16 na ule mstari wa 25. Soma, tukubaliane hapo. 25. Hayo ndiyo niliyowaambia Ndio. wakati nilipokuwa
nikikaa kwenu. 16:25. 16:25. Yohana hiyo. 16:25. Anasema hivi, hayo nimesema nanyi kwa mithali. Sawa. Saa yaja ambapo Sawa. sitasema nanyi tena kwa mithali. Kwa hiyo tukubaliane kwamba Yesu alikuwa anasema nasi kwa mithali, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tutasoma hapa tuone alikuwa na maana gani tunaposoma, kwa sababu alikuwa anasema nasi kwa mifano, si ndio hivyo? Turudi sasa 14 mstari ule wa 16. 14:16 nasema, Ndio. nami nitamuomba Baba, Sawa. naye atawapa msaidizi mwingine, Sawa. ili akae nanyi hata milele. Sawa. Anamuomba ili atupe msaidizi mwingine akae nao hata milele. Mstari wa 17. Ndiye Roho wa kweli, Sawa. ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa hiyo ni Roho wa kweli, huyo Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, si ndio hivyo? Sababu ya kutokumpokea ulimwengu, Kwa kuwa haumuoni. kwa hiyo ulimwengu hauwezi kumpokea, sababu tu ni kwamba hauwezi ukafanyaje? Haumuoni Lakini wala haumtambui, sawa. bali ninyi mnamtambua. Kwa hiyo huyo Roho ambaye ulimwengu hautamuona, wale wanaozungumza nao Yesu wao wanamtambua, si ndio hivyo? Ni nani? Anasema maana anakaa kwenu, Anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo huyo Roho wa kweli ambaye ulimwengu haumtambui, wanafunzi wanamtambua kwa sababu anakaa. Kwa hiyo neno anakaa kwenu maana yake si ni wakati uliopo, Ndio maana yake. ndio maana yake. Na anakaa kwenu naye atakuwa, ni wakati uliopo au ujao? Kwa hiyo wakati uliopo wanafunzi wanamtambua, maana wanakaa naye, na wakati ujao atakuwa ndani yao, si ndio hivyo? Sasa hapo ni nani? Ni nani huyo ambaye wanafunzi alikuwa anakaa nao na wanamtambua, na wakati ukija atakuwa ndani yao? Ni nani? Ni Yesu. Sawa sawa na mstari wa 18. Soma. 18 anasema, sitawaacha ninyi yatima, Sawa. naja kwenu. Sawa. Kwa hiyo ni Yesu ambaye ndiye anakuja kama roho wa kweli, kama msaidizi mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Sasa rafiki, ni sahihi. Sawa. Lakini najua Yesu alikuwa anawaeleza wanafunzi. Sawa. Mimi na wewe hatujawahi kumuona Yesu. Maana yake wanafunzi walitembea na Yesu. Sawa. Mimi na wewe hatujawahi kumuona Yesu. Sawa. Lakini miongoni mwetu tulikuwa watu wakati mwingine watu wa mataifa. Sawa. Bado hatujamjua Mungu. Sawa. Ili tumjue Mungu, maana yake tayari Roho Mtakatifu Sawa. alituelekeza namna ya kuyafahamu maandiko, si ndio maana yake? Ndio. Sasa kama Roho Mtakatifu alituelekeza namna ya kuyafahamu maandiko, sasa swali linakuja, kwa maana yake huyo Roho Mtakatifu kama ni Yesu, mbona inakuwa kama vile ni kuna kautofauti tena? Kwa sababu tunaona hata baada ya kuwa wanafunzi tayari hata wamepokea Roho Mtakatifu, Sawa. kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume tayari inaonyesha namna jinsi ambavyo wanafunzi wa Yesu walianza kufanya kazi waziwazi wakiwa na Roho Mtakatifu. Sawa. Kwa mfano, ndio maana tukisoma ile habari ya Anania, wakati sasa wanakubaliana kuifanya kazi ya Mungu kwa moyo, inaonekana Anania na Safira tayari wanazuia sehemu ya mali waliouza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndio maana hata Petro akasema kwamba haujanidanganya mimi, ila bali Roho Mtakatifu. Sawa. Roho wa Mungu. Sasa nikaona kwamba kumbe waziwazi tayari Petro kwa namna alivyokuwa anaongoza kundi, tayari
Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Kwa hiyo kile kilichokuwa kinasemwa kupitia midomo ya Petro tayari ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Sawa. Hata Yesu akasema kwamba yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atatambulikana tu kwa wale ambao tayari wanamjua Mungu, ila ulimwengu hawezi wakamjua kwa sababu hawamuoni. Changamoto wewe unayoenda kuitengeneza hapo, unataka utengeneze kuwa huyo Roho wa kweli anayekuja ni nafsi nyingine tofauti na Yesu. Ili hali tumekubaliana kwa mujibu wa andiko, unaona Yesu ndiye anasema mimi niliyekaa nanyi nitakuja tena nije niwe ndani yenu. Si amesema kwamba siwaachi yatima, maana ninaenda nitakuja naja kwenu. Sasa kama hapo tumekubaliana, utaona kwamba ni namna tu ambavyo unatakiwa ukielewa fungu moja uende ukalielewe na lingine sawa sawa na inavyofundishwa. Kwa hiyo ukitafuta sasa hapa kuweka uelewa wako tofauti na vile andiko linasema, ndio utapata roho mwingine mwenye nafsi nyingine, sio huyu Roho wa kweli. Sio kama tumeelewana hapo rafiki? Sawa, labda tungehama tu. Asante. Ninaona kuna mkono kule ambao unahitaji kuendelea kutoa majibu. Sogea huku mbele Maka. Lakini nyongeza hapo, wakati anakuja mjumbe, cha kuzingatia, Yesu Kristo ametambulishwa kwamba amekuwa katika asili mbili. Asili ya kwanza ni ya uungu ambayo yeye inamuwezesha kuwa kila mahali bila kumwona kwa umbo, lakini akitenda kazi katika mioyo ya wanadamu. Hiyo ni asili yake ya kwanza. Asili ya pili ni ile aliyokuwa ya kibinadamu ambayo alikaa na wanafunzi wanaongeana, na hata alivyozungumza waliitafsiri katika ile asili ya kumuona watu wanaye, wasijue kwamba anawaambia ninaenda katika hii asili ya mwili kwa ajili ya kazi ya kuwa kuhani na mwombezi. Siwaachi yatima na kuja kwenu katika ile asili niliyokuwa nayo mwanzo ya kuwa kila mahali bila kuwa na umbo linaloonekana. Kwa hiyo ndio alikuwa anamaanisha kwamba ni Yesu anarejelea mioyoni mwao katika asili ya uungu, ila katika ile asili ya ubinadamu ameenda kuwa kuhani mbinguni. Karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maswali mazuri ya ndugu yetu na mpendwa wetu tunayopaswa kuyajibu. Labda niumuulize swali mpendwa mwenzetu juu ya swali lake na hoja aliyoitoa. Mimi nilihitaji kunukuu katika kitabu cha Roho ya Unabii. Niseme tu kwanza, labda hiki kitabu unakiamini mpendwa? Hata nyumbani ninacho. Amina. Na hiki na hicho nakiamini. Amina. Naomba kusoma sura ya 84. Sura ya 84 ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Na kwa sababu ndugu amesema kitabu hivi vyote hapa naviamini, kwa sababu ni roho ya unabii, nitasoma. Anasema hivi, ukurasa wa 610. Anasema kabla ya wanafunzi kuweza kutekeleza wajibu wao rasmi. Kwanza nafikiri nianzie haya inapoanzia. Anasema wakati, ukurasa wa 609. Anasema wakati Yesu alipokutana na wanafunzi wake, aliwakumbusha kuhusu maneno aliyowaambia kabla ya kifo chake, kwamba lazima yatimizwe mambo yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa na katika manabii na katika Zaburi kumuhusu yeye. Ndipo
akawafafanulia akili zao wapate kuelewa, na maandiko akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na habari ya ondoleo la dhambi. Kwanza Yerusalemu, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Wanafunzi walianza kutambua hali ya kazi yao na mapana yake. Walikuwa wauhubirie ulimwengu kweli za ajabu ambazo Kristo alikuwa amewakabidhi kwao. Matukio ya maisha yao, kufa na kufufuka kwake. Unabii ulielekeza kwa matukio haya. Utakatifu wa sheria ya Mungu, siri ya mpango wa ukombozi, uwezo wa Yesu wa kuondoa dhambi, walikuwa mashahidi wa mambo yote haya, na walikuwa wayafanye yajulikane kwa ulimwengu wote. Walikuwa waihubiri injili ya amani na wokovu kwa njia ya toba na nguvu za Mwokozi. Naye akiisha kusema hayo, naomba unisikilize kuanzia hapo. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Anasema wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Roho Mtakatifu alikuwa hajadhihirishwa kikamilifu, maana Kristo alikuwa hajatukuzwa. Kujazwa Roho kwa wingi hakukufanyika hadi baada ya kupaa kwa Kristo, sawasawa na andiko lililosomwa kwamba mwanzoni alikuwepo anaonekana, lakini jambo hili lilikuwa halijafanyika mpaka aondoke. Anasema kabla ya kupokea huyo wanafunzi wale wasingeweza kutekeleza agizo la kuhubiri kabla ya kupokea huyo Roho Mtakatifu. Sasa wanafunzi wasingeweza kutekeleza agizo la kuhubiri injili ulimwenguni mote, lakini kwa sasa Roho alitolewa kwa kusudi maalumu kabla ya wanafunzi kuweza kutekeleza wajibu wao rasmi unaohusiana na kanisa. Kristo aliwapulizia Roho Mtakatifu. Kristo aliwapulizia nini? Roho Mtakatifu. Anasema alikuwa anakabidhi kwao amana takatifu mno, na alitamani kuwaonyesha kwamba bila Roho Mtakatifu kazi hii isingewezekana kufanywa. Sikiliza sasa haya inayoenda ya mwisho. Anasema Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Tunakubaliana na hilo mpendwa, kwamba Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu sio kila mtu sio hata mpagani anaweza akapokea Roho Mtakatifu. Isipokuwa anayepokea Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anampokea nani? Kristo. Tunaona hapo. Kwa hivyo anasema Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Kumjaza mtu roho ni kumjaza mtu uhai wa Kristo. Kumjaza mtu roho ni kumjaza uhai wa Kristo. Uhai wa Kristo ni nini? Yohana 5:26. Somaji. Uhai wa Kristo ni nini?
5:26 Yohana inasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Amina. Kama ambavyo Baba alivyo na uzima nafsini mwake, alimpa pia mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kumbe hii pumzi ya uhai wa kiroho au pumzi ya Kristo ndiyo pumzi ambayo Baba anaitoa kwenda kwa mwana. Na kumbe kama ambavyo Baba anaitoa hii pumzi au uhai wa kiroho kwenda kwa mwanaye, ndivyo huyu Kristo naye anatujaza wanaye au watu wake, watu wa Mungu. Pumzi ya nini? Kama ambavyo anavyosema kwamba Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya mtu. Kumjaza mtu roho ni kumjaza mtu uhai wa Kristo. Naomba nikuulize mpendwa, unakubaliana na hii aya? Hiyo aya kwa namna unavyoisoma nakubaliana nayo. Labda nirudie kwa hapa kwamba kumjaza roho, kwamba kumjaza mtu roho ni kumjaza mtu uhai wa Kristo. Labda uniambie, au labda sasa tuweke mjadala kwamba uhai wa Kristo ni kitu gani ambacho Kristo anatupatia. Mimi kuhusu Roho Mtakatifu kiukweli mpaka sasa hivi Ndio. kwa namna ambavyo nachunguza mafungu mengi, naona kama vile bado sijaelewa vizuri kasa kitu kimoja. Naona kama vile Roho Mtakatifu ni sehemu kama ya namna ambavyo ni sehemu ya namna ambavyo ni kama ni sehemu ya nafsi ya tatu ambayo baada ya kuwa Yesu amekuja hapa duniani akaondoka, baada ya kuwa ameomba kwamba atakuja huyo Roho wa kweli. Naona kama vile baadhi ya maandiko mengi yanashuhudia kwamba sio Yesu, ni Roho Mtakatifu ambaye sasa sio Yesu. Maana ukisoma hata hiyo aya ya Yohana 16:13 anasema hivi, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena. Umeshaona hizo aya sasa, na bado ni nyingi ambazo nakuta zina utata, ambazo kama sisi ambao tunajifunza neno la Mungu unakuta sasa inaleta kautofauti, na bado anasema kwamba atakapokuja atatushuhudia hata kwa habari ya dhambi. Sasa kama ni Yesu, sasa hapo ndo. Asante. Sasa naona mikono ni mingi mpaka nawaza niruhusu naye niache, na basi tuanze hapa. Karibu. Baadaye naona kuna mikono tutaendelea kama tutakavyoweza. Baki nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma kitabu cha Wakorintho wa pili 3:17. Pia na hapo tuanzie huko. Asome mwenyewe, naomba asome mwenyewe. Wakorintho wa pili 3:17 anasema ndio. Basi Bwana ndiye Roho. Bwana ndiye, lakini alipo Roho wa Bwana. Twende taratibu. Bwana ndiye Roho. Bwana ndiye Roho. Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Kwa hiyo kumbe Bwana aliyetumika hapo ni nani? Yesu. Naomba yeye anijibu. Bwana aliyetumika hapo ni nani? Mimi sijui. Haya. Yaani naomba kwa sababu nataka kujifunza. Ndio. Hebu uwe unapokea wito. Yaani usitengeneze kichaka fulani cha kutotaka kuelewa. Yaani taratibu, yaani hapa tugombani. Sawa?
Haya, rudia tena hiyo. Anasema Bwana ndiye roho. Bwana ndiye roho. Lakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Sasa nimekwambia Bwana ni nani? Kulingana hilo fungu. Labda hujaelewa. Hebu twende, tarudi tena hapo. Twende Yohana 4:24. 4:24. Yohana Mtakatifu 4:24. Yohana 4:24. Anasema Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Turudi pale kule Wakorintho wa pili 3:17. 3:17. Basi Bwana ndiye roho. Bwana ndiye roho. Kwa hiyo kule tumeona kwamba Mungu ndiye roho. Sasa tumekuja hapo, Bwana ndiye roho. Sasa huyo tunakuuliza kwamba huyo ni nani? Huyo Bwana ambaye yuko hapo. Au labda hujanielewa. Twende Wakorintho wa kwanza. Anasema ndiye Mungu mwenyewe. Yaani tumeona kule Mungu ni roho. Sawa. Sasa tumekuja hapo kwenye fungu Bwana ni roho. Sasa nataka kuuliza kwamba hiyo Bwana hapo ni nani? Mimi kwa uelewa wangu naona huyu Bwana ndiye Mungu mwenyewe. Haya. Basi twende Wakorintho wa kwanza 8:6. Pia labda na hapo turudi tena hapo. Wakorintho wa kwanza 8:6. Wakorintho wa kwanza 8:6. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Ambao subiri kwanza. Ambaye kule katika Yohana 4:24 amesema Mungu ni roho. Kwa hiyo hapo kwetu sisi Mungu ni mmoja ambaye ni kulingana anasoma pale. Mungu ni mmoja tu, ndiye Baba. Ndio, teremka sasa. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Ndio. Nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Sasa nataka hapo. Bwana ni kulingana hiyo fungu analoisoma. Nataka yeye anijibu. Bwana ni Yesu. Kwa hiyo kumbe tuliposoma kule Wakorintho wa pili 3:17 rudi tena pale sasa. Wa pili 3:17. Wakorintho wa pili 3:17. Basi Bwana ndiye roho. Bwana ndiye roho, si ndio? Ni nani huyo? Yesu. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba Bwana ndiye roho, si ndio? Sawa. Sasa tuende kitabu cha Yohana 21:26. Yohana 21:26. Ndio. 21:26 anasema yule akida aliposikia akaenda akamwarifu yule jemadari akisemaje? Unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi. Yohana Mtakatifu 21. Sorry, nimesoma Matendo. Ni Matendo. Nimesoma Matendo. Umesema Yohana 21. Ngoja. 21:26. Anasema hivi. 21:26. Yohana. Taipo. 20:26. Hapo Yohana anasema hivi. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena. Na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa. Akasimama katikati akisema, amani iwe kwenu.
27. Sasa tulia hapo. Milango imefungwa. Sawa. Yesu alipitia wapi na katika hali gani? Swali hapo. Yesu kwa kuwa tunaona kwamba hapo mwanzo alikuwa ana namna ya uungu, maana yake yeye hafungwi na popote. Kwa hiyo alikuwa kwenye hali gani? Yaani kipindi anawatokea wanafunzi wake, alikuwepo wakati huo au alikuwa ameshakufa, ameshapaa? Yaani maana yake pale tukio linaloendelea pale au hapo gerezani? Hapa nadhani ni baada ya kwamba alishafufuka. Kwa hiyo alikuwa kwenye hali gani? Alikuwa yuko katika hali ya uungu. Mstari kwa ndugu. Tumeosoma kule kitabu cha Wakorinto wa pili 3:17. Bwana ndiye Roho. Sasa huyu tukasema kwamba tukubaliana kabisa huyu Bwana ni Yesu. Ndiyo nini? Sasa hapo amekufa, amefuka, anawatokea pale wanafunzi gerezani, milango imefungwa. Yuko katika hali gani? Yaani pale naona unamaanisha kwamba alikuja katika hali ya roho. Wewe nataka unijibu wewe. Hakuja katika hali ya roho. Ila tu alikuja katika hali ya namna alivyo, ila sio katika hali ya roho. Kwa sababu tunaona hapo nyuma tayari baada ya kuwa amefufuka kuna watu walikuwa na mashaka nao sema kwamba ni roho. Sasa tulia. Kabla hujaendelea. Ndio maana mtanguliaji alipoanza hapa akakusomea ile Yohana 14:16, 18. Akasema hapa alikuwa anaonekana. Sasa anasema nitakuja kwenu. Na aliyetoka pia hapa akwambia kwamba alikuwa katika roho. Yaani maana yake ni Mungu. Sasa alikuwa anaonekana wakati huo, akasema nitakuja kwenu. Sasa huyu nitakwambia huyu sasa milango imefungwa akaja. Yesu yuko kwenye hali gani? Yaani kama alikuwa kama ni umbo kama hili angebisha. Ndio maana nimesema hivi, alikuja katika hali ya uungu. Hakuja katika hali ya roho. Kwa sababu kama angekuja katika hali ya roho, basi hali ya uungu ikoje? Swali linakuja hivi. Wakati wale wanafunzi wanashukiwa Roho Mtakatifu anawashukia siku ya Pentekoste. Mbona maandiko yanasema kwamba Roho Mtakatifu alikuja kwa hali tofauti na alivyowatokea wanafunzi wakati wako ndani? Hebu turudi tena pale Wakorinto wa pili. Alafu baadaye naona Wakorinto wa pili ngapi? Bwana hatujaelewana, atakuja mwalimu mwingine. Wakorinto wa pili hiyo 3:17. Wakorinto wa pili 3:17 nasema basi Bwana ndiye roho. Walakini alipo roho wa Bwana, ndio hapo ndipo penye uhuru. Kwa hiyo tunaona kwamba roho ni Yesu. Tukubaliana kabisa. Sasa aya twende Mathayo 28:20. Sasa na hapo Mathayo 28:20 Biblia inasemaje? 28:20. Sema hivi. Mathayo 28:20. Anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Sawa? Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa nakuuliza swali, kivipi? Maana yake hapo anawaambia wanafunzi baadaye na kusulubiwa anakufa. Sasa anasema atakuwa nao siku zote hata mwisho wa dahari. Kivipi? Kwa njia ya msaidizi. Yupi? Roho Mtakatifu. Ambaye Wakorinto tumesema ni nani? Wakorinto. Tumesema kwamba ni Yesu mwenyewe. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo kumbe huyo msaidizi ni Yesu. Sasa ukitaka ukizungumza ni Yesu, mimi nakuelewa kabisa. Hata ukisema Roho Mtakatifu ni Yesu, mimi nakuelewa. Hata ukizungumza ni Mungu, mimi ninakuelewa. Kwa sababu pale ambapo roho wa Mungu alipo na Mungu yuko hapo hapo.
Yesu mwenyewe yuko hapo na ndio maana unajua labda mnaweza mkaniona kama vile huyu mtu ni watizaidi. Hapana, yeye tunakuelewa kabisa, hebu ina maana kabisa. Maandiko, unajua maandiko matatu manne yanapoonyesha kitu ambacho kina hali fulani ya tofauti, lazima mtu maswali yafanyeje? Yawepo. Na ndio maana hata ukisoma hiki kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kuna maeneo kabisa kwamba anasema kwamba dhambi ingekomeshwa na nafsi ya tatu ya uungu. Nafsi ya tatu ya uungu. Wewe tasome hapo. Alafu naomba mwenyekiti uendelee. Aendelee, aingie daktari mwingine. Nimemuuliza swali. Mshawaza mwenyekiti. Kuna quotation unatafuta ili uisome muuliza swali. Anatafuta quotation na hiyo tutaingia swali jingine labda tumalize. Hiyo quotation inaeleza swali. Na unajua sura ya 73. Naomba mikono ile mwisho nimeiona. Kwa ni jukumu langu kuruhusu nani ajibu. Hebu naomba sasa, ikiwa hoja hizi, maana inaamini kila anayesimama anakuja na maandiko yanayosoma katika Biblia, lakini hakuna andiko linaloonyesha msikilizaji analikubali kwamba hili ndivyo lilivyo na alisapoti. Kila andiko linarukwa. Kwa hiyo hapa tutakesha. Kwa tunachokifanya, huyu anapoongeza kama bado haijaeleweka mada, tunaweka chini, tunaendelea na mada nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati fulani Yesu akasema bado ninayo mengi ya kueleza, lakini akili haiwezi kustahimili. Kwa hiyo lazima ifike wakati akili imefunguka, iko tayari kupokea. Kwa hiyo kama haijawa tayari kupokea, hata kama ungerunda mamilioni ya aya, bado zinadunda kwenye. Kwa hiyo nadhani kama kungekuwa na aya zingine zinaonyesha kwamba hapo kuna hukubali kabisa, tunaenda hatua kwa hatua, inaonyesha kuna aina ya ukuaji katika utambuzi. Ila kwa kuwa bado tutaongeza mizigo mingi, lakini akili itawa tayari kupokea. Kwa hiyo tutasimamisha kwanza, aidha tuendelee na kingine au wakati mwingine. Karibu mwalimu. Nadhani majibu yametolewa kwa namna ya kutosha na fafanuzi nyingi zikatolewa. Labda tu mimi nahitaji nizungumze na mpendo kwamba mtu wa Mungu, tunaposema fundisho kwanza la utatu kwamba ni uongo. Na ni kweli hili fundisho ni la uongo, na hili fundisho ndio msingi au mzizi wa umizimu. Kwa maana ya kwamba hili fundisho linafanya roho na mwenye roho viwe ni viumbe vingapi? Viwili tofauti. Kwa mfano, ilisoma nukuu moja tukao tumekubaliana nayo kwenye hiyo sura ya 86 ya Tumaini la Vizazi Vyote, kwamba Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya nani? Na ya mtu. Na kumjaza mtu roho ni kumjaza mtu uhai wa nani? Wa Kristo. Maana yake ni kwamba uhai wangu, kwa mfano sisi wanadamu tumeumbwa kwa mfano kwa sura ya Mungu. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Shuhuda gombo la 8, nahitaji tu kusoma maneno haya machache. Sura ya 43 inayosema Mungu mwenye nafsi. Unaona mtumishi? Inasema hivi: uweza mkuu unaofanya kazi, ni aya yake ya kwanza, ni ukurasa wa 263 aya ya kwanza, inasema uweza mkuu unaofanya kazi katika asili yote na kutegemeza vitu vyote, sio kama wanadamu wengine wanasayansi wanavyowasilisha kwamba kuwa ni kanuni tu inayoenea kote. Anasema ni nishani inayochochea kazi. Anasema Mungu ni roho, na bado yeye ni nafsi yenye mwili, maana mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake. Unaona sasa mtumishi? Hapa ndipo kwenye point kwamba sisi wanadamu tumeumbwa kwa mfano wa nani? Mwanadamu alipoumbwa, udongo ulifinyangwa pale, mwanadamu akapuliziwa pumzi ya uhai na Mungu, mtu akawa nafsi nini? Kumbe na Mungu tunaona kwamba yeye ni nafsi hai. Sasa ukija kuangalia kwamba kumbe Mungu ana uhai wake, lakini ana mwili, yupo, ana umbo. Lakini huyu Mungu ana mwanae, ambaye huyu mwana tumeona kwamba amempatia uhai, kama ambavyo tulisoma kwenye Yohana Injili 5:26, si ndivyo? Kwamba maana kama vile baba alivyo na uhai nafsini mwake, alimpa na mwana kuwa na uhai nafsini. Kwa baba na uhai wake,
Lakini ukija kuangalia huyu mwanadamu ambaye tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, tunaona kwamba kumbe wanadamu tuna roho, tuna uhai. Sasa huku nyuma kuna mambo yalielezwa sana kwamba hivi kipindi Nebukadneza au hata Danieli anapohuzunika baada ya kuona yale maono ya wale wanyama wanne, Danieli 7:25, Danieli 7:15, kwamba roho yake ilipofadhaika. Je, Danieli roho yake ilikuwa inafadhaika huku yeye anaendelea na maisha mengine ya burudani? Tukasema hapana, si ndivyo? Maana kwamba uzima wangu yani kwamba uzima wangu au roho yangu inapohuzunika, maana ni mimi mwenyewe ninahudhunika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukija kuangalia tofauti iko hivi tu, mtu wa Mungu. Mungu ana roho. Na yeye tunatoka kwamba yeye Mungu ni roho, lakini nafsi iliyo hai. Maana kwamba Mungu kuwa roho, maana kwamba yeye kwa roho wake anakuwa kila nini? Kila sehemu. Lakini mwanadamu ukija kuangalia kwamba mwanadamu ni nafsi iliyo hai, lakini mwanadamu sio roho. Kwa mwanadamu hawezi akawa kila mahali, kwa maana ya kwamba mwanadamu hawezi akatoa roho yake au uzima wake kumpatia kwanza kiumbe kingine, hawezi. Na hawezi akawa kila mahali kwa roho wake. Lakini Mungu yeye anapokuwepo katika kiti chake cha enzi, yeye uwepo wake unakuwa kila mahali kwa roho wake. Na hiyo sasa tunaielewa vizuri baada pia ya kuelewa kitu kinaitwa huduma za malaika mtumishi. Huko General Conference ambapo tumetoka, kwanza wamefichwa watu habari ya fundisho la kwamba Yesu ana asili hizi mbili. Hilo kwa kweli mtu akielewa tu hapo lazima afunguke. Na kingine mtu akielewa habari ya huduma za malaika. Ndio maana hata ile kila ambacho tumekiuliza kwenye Mathayo 12 pale 31-32 pale, ukielewa huduma za malaika na inavyofafanuliwa kwenye roho ya unabii, unaenda tu moja kwa moja. Sasa ukija kuangalia kwamba kumbe roho na mwenye roho sio viumbe viwili vingapi tofauti. Maana yake ni kwamba ndio maana fundisho la utatu ndio msingi wa umizimu. Maana yake ni kwamba, kwa mfano, hivi ni sahihi wanaposema kwamba huyu mtu amefariki, lakini roho yake Mungu ameiweka mahali pema peponi na inaweza karudi kwa sura hiyo hiyo ya mtu na anawarudia ndugu zake. Hivi huyo huwa ndio huyo marehemu kweli? Eti mtumishi? Hapana, si ndivyo? Maana yake ni kwamba kumbe shetani lengo lake, kwa nini amepandikiza shetani fundisho la kwamba roho na mwenye roho ni viumbe viwili tofauti? Lengo ni kwamba tukirudi huko nyuma, yeye mwenyewe alikuwa nafasi ya tatu kutoka kwa Mungu, nafasi ya pili kutoka kwa Kristo. Maandiko yanatueleza hata tukisoma vizuri ile Ezekieli 28:14 tunaambiwa kwamba yeye alikuwa ni kerubi afunikae mwenye kutiwa nini? Na mafuta. Ni ishara ya nani wapendwa? Kumalaika kuna mtu, kuna anayetia. Kwa maana yake kwamba roho wa Mungu anatolewa. Kuna Lucifer tunaona kwamba yeye alikuwa amepewa na Mungu roho. Maana yake Mungu anapitisha mafuta yake, roho wake, kutoka kwa mwanae ambaye amempatia pasipo kipimo kuja kwa malaika. Na malaika aliyekuwa anamfuata mwana wa Mungu alikuwa ni Lucifer. Ila yeye Lucifer alitaka kujikumbatia kwamba ule uzima au ile roho ni ya kwake. Na hivyo sasa kwamba Mungu na mwanae ndiye walioumba na ndio waliostahili ibada. Na Lucifer yeye alitamani kwamba na yeye aingie katika baraza la uungu ili kwamba asujudiwe, lakini haikuwezekana maana yeye ni kiumbe. Hivyo yeye kama kerubi afikia mwenye kutiwa mafuta ndiye aliyeleta sasa hili fundisho, kama ambavyo tunaona pia kwa wanadamu kwamba roho na mwenye roho viumbe viwili ngapi. Ndiye ambaye ametuletea leo kwamba pumzi ya uhai wa kiroho ambayo kwamba ni uhai wa Yesu. Maana tunatoka kwamba Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya nani? Na kumjaza mtu roho ni kumjaza mtu uhai wa nani? Kwa hiyo shetani amefanya kwamba uhai wa Mungu uwe ni kiumbe kingine tofauti na Mungu, kama ambavyo anafanya uhai wa mwanadamu ni mwanadamu mwingine tofauti na nani? Lengo ni nini alichokilenga yeye? Kumbe amekilenga tu ni kwamba ili kwamba yeye aweze kusujudiwa watu wasielewe kuwa Mungu. Maana Mungu ukisoma Yeremia 23:23 na 24 kwamba yeye anasema mwanadamu hawezi akajificha mahali pasili asimuone. Mungu anasema yeye amejaza mbingu na dunia, kwamba anasema mbingu na nchi zimejawa na yeye. Maana kwamba Mungu huwa anatoa uzima wake, na uzima wake unakaa ndani ya viumbe vyake ambao wamekubali kumpokea ili kusudi wapate uzima wa milele. Hata kama wakilala mauti, kwa mfano sisi wanadamu tunaolala mauti kwa sababu ya dhambi, ili kusudi kwamba tuje tufufuliwe. Kwa kuja kuangalia maana kwamba kumbe Yesu anapotupatia roho wake au Mungu anapotupatia roho wake, hatupatii kiumbe kingine. Yaani maana yake kwamba anajitoa yeye mwenyewe
Ukiona Injili 14, 15, 16, Yesu anapowaeleza kwamba atakaa ndani yao, maana yake kwamba ni yeye mwenyewe atakaa ndani yao. Ndio maana kwamba Yesu, ukisoma kitabu cha Matendo sasa 9, ndio hapo sasa mimi nihitimishie. Matendo 9, mtumishi, hebu soma mstari wa kwanza hadi wa 9. Mstari wa kwanza hadi wa 3 tu. Matendo 9 mstari wa kwanza hadi wa 3, ili tuone kwamba kumbe ni Yesu mwenyewe, hakuna kiumbe kingine. Kwa Yesu anapotupatia roho yake, kwanza hebu tuangalie kwanza kabla hujaisoma. Hebu tuende Wagalatia 4:6. Wagalatia 4:6 kidogo, halafu turudi kwenye hiyo Matendo ya Mitume 9. Wagalatia 4:6. Wagalatia 4:6. Tunaisoma tu kama ilivyoandikwa pole pole. Wagalatia 4:6. Mtumishi, hebu isome hapo kwamba kumbe roho ya Kristo sio kiumbe kingine, kwamba ni Yesu mwenyewe, kwa sababu kwamba yeye anapotupatia roho yake anakuwa amejitoa yeye mwenyewe kwetu. Mungu anapotupatia roho yake anakuwa amejitoa yeye mwenyewe kwetu, lakini tuna roho moja tu ambaye ni roho wa Mungu, ambaye pia ni roho wa Kristo, maana Kristo alipokea roho kutoka kwa Baba. Sasa tuangalie Yesu anapotupatia roho yake kwamba kunakuwa kumekuja kiumbe kingine. Hebu soma hapo mtumishi. Anasema hivi, ndio, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe. Mungu alimtuma roho wa mwanawe Mioyoni mwenu, mioyoni mwenu, mioyoni mwetu, aliaye Aba, aliaye Aba, yaani baba. Analia Aba au baba kwa nani? Kwa Mungu, si ndio? Mtu wa Mungu. Ndio. Sasa ukija kuangalia kwamba Mungu ana wana wangapi, yani wa kuzaa, yani wa sehemu yake, ana mwana mmoja tu wa pekee, si ndio? Kwa Yesu anapotupatia roho yake, Yesu maana kwamba yani kwamba analia ndani yetu, ni yeye mwenyewe. Ananena ndani yetu, ni yeye mwenyewe, anakaa ndani yetu, lakini yeye ni nafsi iliyo hai ya kiroho, yani ana umbo. Lakini kusema tu kwamba yeye huwa anatoa roho yake, uzima wake ambao unatoka kwa Baba. Ndio maana sasa ukija kusoma kwamba kumbe aliyemo ndani yetu ni roho wa nani? Wa Kristo. Maana roho wa Kristo anapokaa ndani yetu, sio kwamba kiumbe kingine kimekaa ndani yetu. Na hiyo tunaiona sasa kwenye hiyo Matendo 9 mstari wa kwanza hadi wa 3, mtu wa Mungu, ili tumalizie hapo kama alivyosema mtumishi, ili kwamba kama kutakuwepo sasa na mengine tutakuja tuyarekebishe baadaye, tutaketi vizuri. Hebu soma hapo vizuri. Matendo 9 ndio mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema ndio, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi hawa wanafunzi wa Bwana. Maana waliokuwa na uwao ni wanafunzi wa Bwana. Sasa hiyo ndio tupate point. Ni wanafunzi, yani watu wa Mungu, si ndivyo? Watu wa Mungu wanaompenda Mungu alikuwa na uua Sauli. Hebu endelea. Akamwendea kuhani mkuu akataka ampe ndio barua za kuenda Dameski, ndio zilizoandikwa kwa masinagogi, ndio ili akiona ndio watu wa njia hii, yani wale ambao sasa wanaomtumikia Kristo, yani watu ambao wanampenda Kristo, ndio waume kwa wake awafunge huyu Sauli na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri huyu Sauli, ikawa anakaribia Dameski. Alipokuwa anakaribia Dameski, ghafula ikamwangazia kote nuru kutoka mbinguni. Ndio. Fungu la 4 soma. Akaanguka chini. Ndio. Akasikia sauti hii ikimwambia. Kumbuka hapo Sauli alikuwa anawatesa watu wa Mungu, si ndivyo? Sauti hiyo ilikuwa inamwambiaje? Sauli, mbona waniudhi? Yaani kwamba Sauli, mbona wanitesa? Hivi hapo aliyekuwa anateswa, hebu endelea kidogo. Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu. Akasema, mimi ndimi Yesu unayenitesa wewe. Kwa hiyo ukija kuangalia mtu wa Mungu kwamba Yesu alikuwa anateswaje sasa hapo? Si tumesema kwamba Yesu sasa hapa kwa kweli yuko, si ndio? Maana fundisho la utatu linafundisha hivi, hapa duniani kuna kiumbe kingine kinaitwa Mungu Roho, si ndio? Kwa kwamba Yesu na Baba wao wako huko, ila hapa kuna kiumbe kingine kinaitwa Mungu. Sasa unakuja kujiuliza kwamba Yesu alikuwa anateswaje? Maana wanaoteswa, kwa mfano mcha Mungu kwa kweli anapoteswa, si ndio?
Kwa kweli anayeteswa ni Yesu. Na hapo ndipo tunaona kwamba Yesu alikuwa anateswaje, na huku anateswa wanafunzi wake, si ndio? Kwamba alikuwa anateswa, ndio maana Wagalatia tuambia kwamba roho yake iko ndani yetu. Kumbe roho yake inapokuwa ndani yetu, ni yeye mwenyewe yuko ndani, kwa sababu roho na mwenye roho sio viumbe viwili, kama ambavyo Lucifer amefundisha leo. Ndio maana watu wanasema roho ya marehemu Mungu aiweke mahali pema, na mtu anakufa alafu anarudi kwa ndugu zake kwamba shetani au kwamba shetani na malaika wao ambao wameasi nao, yaani wao wanachukua maumbo ya marehemu, wanarudi wanachukua lile vazi au lile umbo, wanarudi ili kusudi kwamba waweze kupokelewa kwa fadhila, ili kusudi wapitishe masharti yao ya kishetani na watu waabudu mashetani. Ndivyo ambavyo shetani amefanya pia kwenye kiti cha enzi. Kwa maana kwamba kufanya roho na mwenye roho viumbe vili tofauti, kwamba hiyo Biblia haifundishi hivyo. Ndio maana kwamba walipokuwa wanateswa wanafunzi wa Yesu, aliyekuwa anateswa ni nani? Sasa ndivyo sasa ambavyo ukiangalia sasa mtumishi wa Mungu, ndio maana kwamba imani ya Waadventista wa Sabato imebadilishwa kwa namna hiyo. Ndio maana ukisoma kitabu sasa cha Tumaini la Vizazi Vyote, soma tu hapa kidogo, unukuu tu hapa mtu wa Mungu, katika hayo ambayo tumeyasoma hayo kwenye hiyo matendo yameelezwa hapa, ili kusudi sasa tuhitimishe. Hebu mtumishi, mpelekee mtumishi aanzie kusoma hapa. Aanzie kwenye hii aya. Aanzie kwenye hii aya. Ni sura ya 73 hapo, aanzie kwenye hiyo aya. Hebu mpelekee mtumishi kwenye hiyo matendo sasa, ili tuelewe kumbe kilichomo ndani yetu sio kiumbe kingine kinaitwa Mungu Roho, ila ni Kristo katika asili yake ya kiungu, maana anatupatia roho yake. Kwa maana yake kwamba kumbe roho na mwenye roho sio viumbe viwili tofauti. Soma hiyo mtu wa Mungu. Nasema hivi. Ni ukurasa wangapi hapo? Labda watu wanaandika hapo. 281. Ni 281, kitabu kikubwa hiki ambacho wamekitapisha Ufunuo. Ninaona nikitumia hicho, mtumishi akiwa nyumbani anaweza akafungua pia akakiona. Hebu soma hapo vizuri sasa, ili tuone kwamba anasema hivi. Ndio. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Atapendwa na Baba yangu. Nami ninampenda na kujidhihirisha kwake. Ndio maana hayo mafungu ndio tumeyasoma kwenye hiyo Injili ya Yohana 14, si ndivyo? Endelea mtumishi. Yesu alisoma mambo ya mbele ya wanafunzi. Yesu aliona mambo ya mbele ya wanafunzi wake. Endelea mtumishi. Aliona kuwa mmoja atanyongwa. Aliona kuwa mmoja atanyongwa, mwingine atasulubishwa msalabani, mmoja atafungwa gerezani, ndio katikati ya bahari, ndio wengine watateswa na kuangamizwa. Ndio maana tunaona kuna wengine walifungwa katikati ya bahari, akina Yohana kwenye kisiwa cha Patimo, wengine wataangamizwa. Endelea mtumishi. Aliwatia moyo kwa habari ya kwamba katikati ya hayo mateso yote, ndio yeye atakuwa pamoja nao. Mungu Roho atakuwa pamoja nao. Yeye atakuwa pamoja nao. Ndio, endelea. Ahadi hiyo haijapoteza nguvu yake. Hadi kwetu hiyo ahadi bado inafanyika. Si ndio watu wa Mungu? Endelea. Bwana anajua yote kuhusu watumishi wake waaminifu. Yesu anajua kuhusu watumishi wake waaminifu, ambao kwa ajili yake watafungwa gerezani, au wale watakaofungiwa ndio katika kisiwa cha upweke. Wengine watafungiwa katika visiwa vya upweke, ndio. Aliwafariji kwa uwepo wake. Aliwafariji kwa uwepo wa Mungu Roho. Hapana, si watu wa Mungu. Aliwafariji kwa uwepo na anakuwa kwa uwepo wake kwa njia ya Roho, maana Roho na mwenye roho sio viumbe viwili. Endelea. Aliwafariji kwa uwepo wake, ndio. Ikawa mfuasi wake atapata matatizo kwa ajili ya kweli. Ikiwa mfuasi wa Yesu atapata matatizo kwa sababu ya kutetea ukweli, na kusimamishwa mbele ya mahakama. Na atakaposimamishwa mbele ya mahakama, Kristo atasimama pamoja naye. Mungu Roho atasimama pamoja naye. Ni Kristo mwenyewe atasimama pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Maana roho yake iko ndani ya wafuasi wake. Endelea mtumishi kidogo. Anaendelea kusema hivi. Ndio. Mashutumu watakayoshutumiwa. Mashutumu ambayo watu wa Mungu wanashutumiwa yataanguka kwake Kristo.
kama ambavyo Paulo alikuwa anawatesa watu wa Mungu, lakini Yesu anasema unanitesa mimi. Mashutumu yote, mateso yote ambayo yanawaangukia watu wa Mungu, anayeteswa ni nani? Ni Kristo, kwa sababu roho yake iko ndani ya wafuasi wake. Malizia mtumishi. Kristo atatuhumiwa tena katika nafsi za wanafunzi wake. Yesu atateswa tena ndani ya nafsi za wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, mimi nashukuru sana kwa ujasiri wako wa kutaka kujifunza. Kwa kweli sisi tumeugundua huu kweli kwamba tumechezewa akili, tumeingiziwa Mungu mwingine ambaye kwa kweli kibiblia hayupo, na lengo lake tu shetani kwamba ili aabudiwe, kwa sababu shetani tunaambiwa kwamba kupitia madanganyo makubwa mawili, umizimu na ibada ya Jumapili, atauleta ulimwengu katika madanganyo yake. Na hili fundisho la utatu ndilo ambalo kwamba ndiyo gundi ambayo imeunganisha muungano wa makanisa. Wanasema wote tunaabudu Mungu, na ukiwauliza Mungu huyo nani, kwa tena huyo Mungu roho, wanakuambia wewe kwamba huyo Mungu wao roho tena, yani kwamba wanasema kwamba yani achana kabisa na huyo. Kwa ni shetani ambaye amejifanya kwamba roho ya Mungu na Mungu ni viumbe viwili tofauti, lakini kwamba ili kuondoa watu wasitambue ukuu wa Mungu, ya kwamba ambaye anapaswa kukaa ndani yetu ni Mungu mwenyewe kwa njia ya roho yake, yani kwa njia ya uzima wake. Maana lengo lake Mungu sisi wanadamu tuishi milele, na ili tuishi milele lazima tuwe na roho yake ndani yetu. Na ili kwamba kwa hiyo malaika mtu wa Mungu anapoteswa, anaposhutumiwa kwa sababu ya kusimamia ukweli, anayeshutumiwa ni Kristo, anayeshutumiwa ni Baba. Ndio maana mtu wa Mungu, ukweli huu ukiufuatilia vizuri, ndio maana fundisho la utatu ndilo fundisho ambalo sasa kwamba linakana Yesu sio mwana wa Mungu, ambao ni ajenda ya shetani kuanzia mbinguni. Na ndicho ambacho Yesu kilifanya mpaka aende msalabani, kwa sababu yeye alisema ni mwana wa nani? Na mitume waliuawa kwa sababu walisema wao ni mwana wa wanahubiri kwamba Yesu ni mwana wa nani. Kwa hiyo kuangalia kwamba shetani ameficha huu kweli ili kusudi watu waweze kumwabudu yeye, baada ya kutambua ukuu wa Mungu, kwamba yeye Mungu ndiye yuko pamoja na watu wake. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni kwamba kuna kipengele kinaitwa huduma za malaika. Ndio maana hilo fundisho huko limezibwa na limeondolewa kabisa, watu hawajui. Maana sasa huyo roho wa Mungu sasa anakuja kwetu kupitia huduma za malaika. Maana yake kwamba malaika tunaona kwamba wao ni wajumbe, kwamba Mungu alikusudia kuanzia maserafi ngazi za juu hadi wanadamu tuwe hekalu lake. Kwa malaika wanapokuja, wanapopanda na kushuka, kama ukiangalia kwenye Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi wa 14 kwenye ile njozi ya Yakobo, ukiangalia pale malaika wanapopanda na kushuka, wanashusha uzima wa Mungu, utukufu wa Mungu, nguvu zake. Kwa hiyo maana yake kwamba ili Mungu awe katikati yetu leo, lazima malaika watakatifu wawepo katikati. Malaika watakatifu wanapoondoka katikati yetu, uwepo wa Mungu unafanyaje? Na ndivyo ambavyo shetani naye anatenda kazi, ili kwamba uwepo wake uwepo, lazima malaika waovu wawepo hapa, au pia lazima mawakala wake wa kibinadamu wawepo hapa. Maana pia Mungu anakaa ndani ya malaika, lakini pia ndani ya wanadamu. Ndio maana sasa ukisoma mahali pengine tunaambiwa kwamba leo Yesu anazunguka katika mitaa, pia anakuja katika familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja katika familia zetu akiwa ndani ya wajumbe wake, kwa sababu kwamba amewapatia roho yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mimi nikuombe tu kwamba endelea kujifunza tena kwa upole tu, kwa pole, na tuko pamoja. Wakati mwingine tuko hapa, wakati mwingine kama kutakuwa na hoja zingine tutazichunguza kwa utulivu, tumeketi ili kuona hii siri. Maana kwa kweli hili ndilo pambano la mwisho liko katika ibada. Kwa hiyo mwenyekiti, asante sana jinsi ambavyo ulikuwa umeeleza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tutaendelea sasa kuwa naye na kuendelea kupata mashauri na kujifunza naye pole. Asante sana. Asante mwalimu, ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mimi mwenyewe wakati ninaanza sasa kupata fundisho la namna hii, sikulipata kwa siku moja na kuelewa. Ni kama nilichanganyikiwa kwenye akili, nikatulia, nikaenda awamu nyingine, lakini kila hatua unapoondoka ndivyo mbegu inaendelea kupandwa. Nilikuja kujikuta naelewa vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na matumaini makubwa ya kwamba ndugu yetu, kwa kuendelea kufuatia hii kiu, itakufikisha mahali ambapo itakufikisha kwenye ukweli wote ambao unakusudia kuupata. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu wakati nao umeenda sana, tunahitaji tumshukuru Mungu hapa tulipofikia, lakini tuombe ya kwamba bado Mungu tunamhitaji kwa ajili ya kuendelea kutufikia
kisha na kukamilisha katika ukweli wote ambao amekusudia tuuelewe. Ndicho kile ambacho amekieleza kwenye ujumbe wa Ufunuo 18, kwamba pamoja na kwamba kuna jumbe za malaika watatu zinazotoa onyo la watu wajiandae wa kukutana na hukumu ya Mungu, wamjue huyo Mungu, lakini bado kuna akiba ya ujumbe wa malaika wa Ufunuo 18 ambayo imesema yeye anapokuja dunia nzima itaangazwa kwa utukufu wake. Maana yake ni kwamba bado kuna ukweli mwingine utakuja kushindiliwa, na unaposikia malaika maana yake ni ujumbe utakaoletwa na wajumbe, ambao huo ujumbe ni nyongeza ambayo ilikuwa bado ulimwengu haijaujua katika uelekeo wake ulio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atubariki sana. Niwasihi sasa kwa unyenyekevu kabisa tupige magoti mbele ya baba yetu ambaye Paulo anasema nampigia magoti Baba ambaye katika yeye uungu wote unatimilika. Na niombe mtumishi wa Mungu tuombe. Baba yetu Mungu ishie milele, wewe utupendaye kupita ufahamu tulio nao, jina lako litukuzwe. Litukuzwe sana kwa jinsi ambavyo umeendelea kutunusuru na mengi kiasi cha kuturuhusu kuifikia siku ya leo bila kujali udhaifu wetu. Jina lako liinuliwe. Lakini pia tunakusihi kwa namna ya pekee utusamehe dhidi ya mapungufu na madhaifu tulio nayo. Kisha tusamehe, utukubali, na kisha tuweze kufaa kuwa miongoni mwa watakao kulaki hivi karibuni. Mbariki kila mmoja aliyepiga magoti mahali hapa kufuatia hitaji lake, ukasikie bila kujali udhaifu wake. Lakini pia tunakusihi kwa yote ambayo tumejifunza tangu asubuhi, mchana mpaka wakati huu, si tu kwamba tuyaelewe na tuweze kuyatendea kazi, lakini ukawe ni mwanzo wa kuyaishi, na hata kila tuulizaye tuwe tayari kumwelezea na hatimaye aelewe, na kisha tukaandaliwe wote kwa pamoja. Nakushukuru pia kwa ajili ya ndugu aliyekuwa akiuliza swali baada ya jingine. Mwezeshe, kwa sababu kitu hicho pengine ni kigeni katika masikio yake, lakini wewe uwezaye kumfafanulia kila mmoja utaweza kumfanyia kila ambacho ni hitaji lake. Msaidie yeye pamoja na wote tuliokuwa hapa, ili usiku ukawa amani kwetu, na kesho tuamshe tena salama, na ikikupendeza mruhusu tena arudi mahali hapa, na pengine kuendelea kujibiwa yote aliyoyauliza, na hatimaye jina lako likatukuzwe.